Watoto oye! Watoto safi! Watoto siku ya mtoto Afrika oye! Watoto wenzangu wapendwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Naserian Onesmo, mtoto wa Kiafrika, mtoto wa Kitanzania, na ni mwanafunzi wa darasa la 6 shule iliyopo Bright Hope Schools iliyopo Kunduchi Beach, na pia ni katibu mkuu ya jumuiya shuleni ya haki za binadamu. Nimesimama mbele yenu leo kwa furaha na heshima kubwa ili kuwasilisha sauti ya watoto wote katika maadhimisho haya muhimu ya siku ya mtoto wa Afrika yanayofanyika kila mwaka tarehe 16 Juni. Wasilisho wangu litazungumzia masuala yafuatayo: chimbuko la siku ya mtoto wa Afrika, umuhimu wa siku hii kwa watoto wa Afrika, kauli mbiu ya mwaka huu, taarifa na takwimu muhimu za hali ya watoto, na mwisho nitatoa wito wenu kama watoto kwa viongozi, wazazi, walimu na jamii nzima ya Tanzania. Chimbuko la siku ya mtoto wa Afrika. Mnamo tarehe 16 Juni 1976, maelfu ya watoto wanafunzi katika mtaa wa Soweto jijini Johannesburg kule Afrika Kusini walijitokeza kuandamana kwa amani kupinga mfumo wa elimu wa kibaguzi uliolazimishwa kujifunza kwa lugha ya Afrikana ambayo ilikuwa ni lugha ya watawala wa baguzi wa rangi, yani apartheid government, na sio kwa lugha wanaoielewa ya Kiingereza au lugha ya makabila yao ya Afrika Kusini. Jambo hili lilionekana kuwanyima watoto haki yao ya msingi ya elimu, hivyo waliungana kwa pamoja kupigania elimu bora kwa sawa kwa wote, uhuru wa kutumia lugha zao za asili na kuheshimiwa kama binadamu kamili. Lakini kwa huzuni kubwa, maandamano haya yalijibiwa kwa ukatili mkubwa. Polisi wa serikali ya kibaguzi walijitokeza kwa wingi kuzuia maandamano hayo ya watoto ya amani na kuwapiga risasi watoto hao, jambo ambalo lilipelekea takribani ya watoto 100 kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Hii ilipeleka huzuni kubwa, ikiwemo kusambaa picha ya mtoto Hector Preston aliyekuwa na miaka 13. Mnamo mwaka 1991, Umoja wa Nchi za Afrika OAU, long form Organization of African Union, ambayo sasa unaitwa Umoja wa Afrika AU, African Union, kwa heshima kubwa ulitangaza rasmi tarehe 16 Juni kuwa siku ya mtoto wa Afrika, jambo ambalo limekuwa likifanyika hadi leo. Umuhimu wa maadhimisho haya. Maadhimisho haya yana umuhimu mkubwa sana kwetu, kwani tunaadhimisha kukumbuka ujasiri wa watoto wa Soweto, kuthamini hali ya maisha ya watoto barani Afrika, kukuza juhudi za kulinda na kutetea haki za mtoto, kutoa fursa kwa mtoto kueleza mawazo na changamoto mbalimbali tunazozipitia, kuitakia serikali na jamii kuchukua hatua madhubuti katika kulinda ustawi wa mtoto. Kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka 2025, kauli mbiu ya Afrika inasema Planning and Budgeting for Children's Rights, Progress since 2010. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuweka mipango na bajeti mahususi, yani child sensitive budgets, kwa ajili ya watoto ili kuhakikisha wanapata elimu bora, huduma za afya, ulinzi na fursa sawa za maendeleo na ustawi wao. Kauli mbiu ya kitaifa, yani ya Tanzania, inasema
haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendapo. Kauli mbiu hii inatupa nafasi ya kutafakari, je, tumepiga hatua dhidi ya ukatili kwa mtoto? Watoto wanapata haki zao ipasavyo? Tunapanga nini kwa mustakabali wa watoto wenu? Hali halisi ya mtoto wa Tanzania. Kama mtoto, tunapenda kuipongeza serikali kwa juhudi kubwa za kuendelea kulinda na kuboresha mazingira ya ukaaji na ulinzi wa mtoto wa Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa wa utafiti iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, utafiti wa kitaifa uliofanyika mwaka 2024 inatupa habari njema, yani good news, kwamba viwango vya ukatili dhidi ya watoto vimepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa wasichana, ukatili wa kingono kutoka 33% hadi 11%. Ukatili wa kimwili 76% hadi 24%. Ukatili wa kihisia 25% hadi 22%. Kwa wavulana, ukatili wa kingono kutoka 21% hadi 5%. Ukatili wa kimwili 74% hadi 21%. Ukatili wa kihisia 31% hadi 16%. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa juhudi zinafanyika za kupambana dhidi ya ukatili wa watoto zimezaa matunda, japokuwa bado kuna changamoto, jambo ambalo yatupasa kuendelea kupambana nazo. Umuhimu wa siku hii kwa mtoto wa Tanzania. Siku hii inatufundisha na kutufungua macho kama watoto na inatufundisha kuwa tuna sauti na tuna haki ya kusikilizwa, tuna haki ya kulindwa, kufundishwa na kuendelezwa. Tuna wajibu wa kushirikiana kwa amani na kusema ukweli kwa ujasiri. Tuna wajibu wa kukumbusha viongozi wetu kuwa watoto ni msingi wa taifa. Wito wa watoto kwa serikali, wazazi, walimu na jamii. Kwa niaba ya watoto wenzangu, serikali iendelee kuweka bajeti ya kutosha kwa huduma za mtoto, elimu, afya, ulinzi na ustawi. Tunawaomba wazazi na walezi, mtulinde, mtusikilize, mtuelekeze kwa upendo na sio kwa vipigo. Tunawaomba walimu mtusimamie kama nguzo ya malezi bora kwa elimu ya mtoto. Kwa jamii na wadau, endeleeni kushirikiana kuhakikisha mtoto analelewa kwenye mazingira salama na yenye fursa. Hitimisho. Sisi watoto wa Tanzania tunasema tunahitaji dunia salama inayotujali. Tunahitaji sauti yenu kusikika na kuheshimiwa. Tunahitaji kuwa sehemu ya maamuzi na mabadiliko ya masuala yanayotuhusu. Tukilinda haki za watoto leo, tunalinda taifa na viongozi wa kesho. Before finishing, I would like to advise my fellow children to have human rights clubs in their schools. Ningependa kuwashauri watoto wenzangu wawe na jumuiya au klabu ya haki za binadamu au haki za watoto shuleni kwao. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.